Sabi'a, jambo la saba katika mambo ambayo yafaa kwa mfungaji, dhauqu at-ta'ami, kuonja chakula inda al-haja, wakati wa kuhitajia hilo, bisharti, kwa sharti, alla yadkhula, kisingie chakula hicho, ila halqihi, katika koo yake. Qala ibn Abbas radiyallahu anhuma, la ba'sa an yadhuqa al-qidra au ash-shay'a, hakuna ubaya kuonja chakula au chochote kile. Kaonja, hakuna ubaya katika sheria. Kuna wachuoni wakasema ni halali wakati wa haja na maslahi, mfano kutoa kama arifat istiwa'i at-ta'am, kama kutaka kufahamu kwamba chakula kimewiva au hakijawiva, au muluhati, kuonja chumvi ya chakula hicho, sawa, au inda sharaihi likhtibarihi, unachakua unataka ununue, lazima upate ladha yake, kile chakula asili yake kiwe hivyo, lazima upate ladha ununue, na mfano wa jambo kama hilo. Ama ikiwa hakuna haja, la chukizwa katika sheria, wewe usisema ukilipita hapa kwamba wewe mume unakwenda kuonja, alikuwa sio mpishi. Ikiwa wewe ndio mume ndio mpishi ndani ya nyumba, la basi, hakuna ubaya. Kama wewe ndio mpishi umpikie mkeo nyumbani, ili hakuna baya, sawa. Yafaa mwanamume kupika, khairukum li ahlihi, yafaa mtu kumpikia mkewe. Wewe unapika nafaka, lakini wewe sio mpishi. Lakini uroho na ulafi tu basi, unao unipisha jikoni, warudi kupitisha barua kwa askari kidogo tuonje, wanachukiza katika sheria. Kwa hivyo daftari darasani basoma huko, sio watu wakula utakula. Chumvi imo, sema alhamdulillah. Chumvi hamna, kiata kimya, ibudi mkeo shukuru. Usianze kusema chumvi yenyewe hamna au chumvi nyingi. Kuna chumvi nyingi, uwe kula wewe, tonge maji ili kuweza kupunguza kali wa chumvi. Lakini usimseme mkeo, juhudi zao ni kubwa sana. Lafaa katika sheria hilo, na ndio kauli ya jumhuri ya wanawachuoni. Naam, sharti si kaingia katika tumbo. Thamina, jambo la 8, tajuzu lis-saimi, inajuzu kwa mwenye kufunga, al-qiblatu, kumbusu mkewe nyumbani, wal mubashara, na kukumbatia, lakini fi maduna al-farj, isiwe katika farj, bi sharti an yamlika nafsa, huyo anayebusu na kukumbatia au ana uwezo wa kuimiliki nafsi yake, kwamba mambo yakibadilika yeye nafsi yake anaweza kuimiliki. Kwa nini? Lima ruya an Aisha radhiyallahu anha qalat, kwa Aisha radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuqabbilu wa huwa sa'imun, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anabusu wake zake na hali ya kuwa ni mwenye kufunga. Hadithi hii wanawachuoni wanatoa faida, miongoni mwa faida kwamba kudhihirisha mapenzi, faida katika somo, kudhihirisha mapenzi, yani mume atakiwa zaidi adhihirishe mapenzi kwa mkewe, kisha mke ndiyo alete asakani, sababu asili ya sakani nani? Mwanamke. Litaskunu ilayhi, nyinyi mpate tulizo kutoka kwa wao. Lakini asili ya mapenzi kudhihirisha ni mwanamume kumdhihirishia mkewe. Kwa Mtume sallallahu alikuwa akiwabusu wake zake. Wewe pengine una miaka 3 hujafanya hilo jambo, muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Wayubashiru, na alikuwa akikumbatia wa huwa saimun, walakinahu, nasema Aisha radhiyallahu anha, lakini yeye huyo, amlakukum liirbihi, alikuwa ni mwenye kumiliki zaidi matamanio yake, anajiweza. Tusallam alikuwa anajiweza yeye kunako matamanio yake. Kiwa wewe hujiwezi, basi acha hilo jambo. Kuna miezi 2 mfululizo pengine wewe usiwezi, acha hilo jambo. Tasi'a, jambo la 9, ta'khiru al-ightisali min al-janaba, yafaa kuchelewesha
kuoga janaba au alhaidhi au kuoga josho la haidhi aliyekata hedhi yake ila tulu'i alfajri wa qabla tulu'i ash-shamsi. Yafaa kuchelewesha kuoga janaba kadhalika hedhi mpaka kuchomoza kwa alfajiri, lakini isiwe kabla kuchomoza kwa jua, kwa maana kwamba as-saim aliyefunga aliyenuilia funga ametoharika mwanamke hedhi yake alfajiri kabla ya kuingia kwa muda wa funga, saa 10 tujaelewa, kabla kuingia muda wa funga. Au mtu amekutana na ahli yake ikaingia alfajiri, kwa maana ukaanza wakati wa funga hali ya kuwa yeye yupo na janaba hajaoga, au mwanamke bado ana josho lake hajakoga hajitoharisha maana alfajiri ikaingia, kwa maana muda wa funga umeingia, yeye bado yupo na janaba au hajitoharisha na hedhi, yajuzu na funga yake huyo ni halali, sawa, funga yake yafaa halali. Lakini baada ya hapo aharakishe kabla kuchomoza kwa jua, kwa sababu kuna sala ya alfajiri natakikana aisali katika wakati wake, na swala alfajiri inamaliza wakati wa kuchomoza kwa jua. Kwa mwanamume natakikana baada ya kuchomoza kwa alfajiri afanye haraka ya kuoga ili awahi jamaa, na mwanamke naye aoge kabla ya kuchomoza jua ili apate sala ya alfajiri. Kwa kilichomwajibikia kuoga sasa na kumfanya harakishe ni sala ya alfajiri na sio somo. Somo haimharakishi mtu kuoga janaba, kwa maana mtu kuna janaba somo yake ni sahihi. Hata mfano janaba hilo kalipata mchana kwa sababu ya kulala, amelala akateremkwa na manii, sawa, teremka na manii saa 8 mchana, alipoamka akajiona tayari manii imeteremka, somo yake si sahihi kwa sababu si katika ikhtiyari yake, sawa. Lakini halazimishi kwamba lazima hapo hapo akaoge, asichelewe pa kuingia kwa sala ya alasiri, lakini ana uwezo wa kuoga saa 8 hiyo hiyo, saa 9 10 kasoro kabla kuingia sala ya alasiri, sawa. Jazakumullahu khairan. فعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر. alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam inamdiriki alfajiri wa huwa junubun min ahlihi, na hali ya kuwa yeye ni mwenye janaba kutokana na alilopata na wake zake. Thumma yaghtasilu wa yasum, kisha anaoga na anaendeleza kufunga. Kisha akasema wa amma hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ama hadithi ya Abu Hurairah fi sahihaini, iliyokuja katika sahihi mbili, man asbaha junuban, atakayeamka hali ya kuwa na janaba, fala sawma lahu, hana funga mtu huyo, famansukun, hadithi hiyo imefutwa hukumu yake, haifanyiwi kazi. أو محمول على أن الأولى والأكمل أن يغتسل الجنب قبل الفجر, أو itabebu hadithi maana yake sio kwamba funga haipo, bali lililo bora na ukamilifu zaidi kuoga janaba kabla ya alfajiri. Hayo ni maelezo ya wanawachuoni. Muda wa kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaingia alfajiri hali ya kuwa na janaba, hilo halikatazwi katika sheria. Ama haya maneno ya Abu Huraira ni maneno ambayo yamepokelewa katika sahihain. Ndio hapa sasa tunakuta mgongano wa hadithi mbili, hadithi ya Aisha na Salama na hadithi ya Abu Huraira zimegongana. Zimegongana ndio kuna zile namna ya kuweza kuzifanyia kazi, ima tuangalie ipi sahihi, ipi dhaifu, ipi nasikh, ipi mansukh, au zote sahihi, hakuna nasikh hakuna mansukh. Sababu nasikh na mansukh inahitajia dalili, imma dalili ya kimaana au dalili ya kitamko. Hapa kuna dalili ya maana, dalili ya tamko, ni jitihadi ya wanawachuoni. Kwa tunafanya
jamu kishindikana tufanya, tukishindwa jamu tunafanya tarjih, kutilia nguvu tu hadithi moja. Sasa hapa baina ya Aisha radhiallahu anha na Abu Huraira kuhusu mambo ya ndani ya nyumba, hatuwezi kumsikiliza Abu Huraira hata siku moja, sababu Abu Huraira hakai naye tusallam ndani. Hapa atasikilizwa Aisha mambo haya ya ndani. Ama jambo la nje atasikilizwa mtu wa nje. Mfano, kuna hadithi inasema kwamba alionekanwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akinywa maji aliyokuwa msimama. Aisha anakataa hili. Sema lipo, sababu ndani ilikuwa hakuna dharura yoyote, ndio maana alikaa. Uko nje palikuwa na dharura pengine, ndio maana akasimama. Kadhalika albaul, kukojoa hali ya kuwa amesimama, aliwahi kuonekanwa kwa dharura fulani alifanya hivyo. Kwa wale simulia nje, kama tukio la nje likipingana na mtu wa ndani, tutachukua mtu wa nje sababu tukio ni la nje. Ama tukio la ndani akipingana mtu wa nje na aliyesema ndani, tutachukua wa ndani, atachukua yule wa nje katika masala ya kutaamal na hadithi zilizogongana. Jazakumullahu khairan. Haya ni mambo ambayo yanafaa kwa aliyekuwa nafunga kuyafanya, wala sheria haimkatazi, na saumu yake itakuwa ni saumu sahihi kabisa kwa sababu ya haya. Naam. Al-a'dharu al-mubihatu lil-fitri fi Ramadan, nyudhuru zenye kuhalalishwa kula, kufunguza Ramadhani, kwa maana funga yake mtu huyo itakuwa ni halali, wala haitapeda. Mtu huyo ameruhusiwa kula mchana, wala hakuna kataza kwa yeye kula mchana, isipokuwa atakuja tukulipa baada ya kumaliza Ramadhani. Min al-a'dhari allati tubihu al-fitra, katika nyudhuru ambazo zinahalalisha kula mchana fi Ramadhan, al-marad alladhi yakhafu ma'ahu au yukhafu ma'ahu ad-darar, maradhi ambayo huogopwa kwa maradhi hayo madhara. Tukapata maradhi ambayo akifunga atapata madhara, mfano vidonda vya tumbo, au mtu anaumwa lazima ale dawa, usipokula dawa itapelekea dhara, sheria imeruhusu. Liqaulihi ta'ala, faman kana minkum maridan aw ala safarin, faman kana minkum maridan, ninakira kwa umum, ni kila maradhi ambayo imetajwa. Au ala safarin, au safari, fa'iddatun min ayamin ukhra, ajalipe masiku mengine. Wa in kana as-sawm la yadurru bihi, ikiwa sasa saumu haidhuriki kwa sababu ya maradhi hayo, wala tulhiquhu mashaqqa, wala hawezi kupata mashaqqa mu'tabara yanayozingatiwa, fala yubahu lahu al-fitr, huyo hadalishiwa kufungua, sababu maradhi aksu as-sahih, ni kinyume cha sahih. Al-marad ضد الصحه، sawa. Maradhi ni kinyume cha usahihi. Hata aliyevunjika mkono maradhi, sababu sisi pamoja yale kumevunjika, lakini dawa za hospitali za kupaka wanakupa dawa ya kutuliza. Sasa swali ni hivi, kuvunjika mkono tutawashaka ya funga, kama kuvunjika kidogo siwezi kufunga, hiyo napaka umepewa dawa za kula ili jambo lingine, sawa. Kwa sababu ile maradhi ambayo yachukuliwa katika sheria, ile maradhi ambayo tamtia shaka mfungaji. Jambo la pili ambalo la halali, as-safaru alladhi yubihu qasra as-salah, safari ambayo yahalalisha kupunguza swala. Sio kwamba kila safari inahalalisha kupunguza swala. Alipokusudia yeye, sisi tueleza tutajua maelezo yako. Wa huwa ma kana 80 kilomita fa akthar, safari inayozingatiwa kupunguza sala ni masafa ya kilomita 80. Kilomita 80 ndiyo tunapunguza sala. Hii ni kauli aliyotaja yeye, sidio? Walam yakun ma'siyah, wala safari hiyo si katika safari za maasiya. Hii ndio halali kupunguza sala. Nukta ya kwanza ni masafa.
Ama kuhusu masafa, tumetaja kauli za wanawachuoni katika darasa za fiqh hapa, kwamba kuna kauli nyingi za wanawachuoni katika masafa haya. Ni yapi yanayozingatiwa ya kupunguzwa swala? Je, haya masafa yamewekwa na sheria au ni jitihadi ya wanawachuoni? Jitihadi ya wanawachuoni. Tunachukua kama ilivyo jitihadi ya wanawachuoni. Ipi kauli rajih katika hili? Tuzingatie masafa au tuzingatie nini? Wanawachuoni wanasema jawazu al-qasri wal-jam'i, kunajuzu kupunguza sala na kuunganisha idha qata'a al-musafiru, ikiwa takata msafiri masafa tusamma safara, masafa inaitwa safari fi urfi an-nas wa 'adatihim, katika desturi yao na tamaduni zao. Hapa zingatiwi masafa idadi ya kilomita wala maili, kitazingatiwa ni watu wa mji huo huko ulipokwenda, wanazingatia ni safari au sio safari. Wakizingatia ni safari, hiyo nayo ni safari. Kama huyu kasafiri, huyu safari, atapunguza swala. Ikiwa anapunguza swala, atahalalika. Aliyetoka hapa anafanya kwa China bali mwanzo safari au safari. Katika ada ya watu ni safari, hii ikazingatiwa ni safari. Na ili iwe safari lazima mtu awe ameshatta rihlati, maka amejiandaa na safari, anachukua zati. Sawa, siwezi kutoka mimi mpaka pengine Pemba kwa baada shilingi sina, inawezekana hivi? Hana zati hata moja ya njiani. Lakini kutoka hapa mpaka pale kwa China mwanzo, sema nataka kwa China mwanzo kuna ziada shilingi 30 kuni hivi. Hapo China mwanzo kwa wastani kwa juma moja tu, hii sio safari. Hii hupunguza swala. Ukitoka hapa, acha tuchanganye vichwa kidogo. Ukitoka hapa mpaka Makunduchi, unasemaje? Ukaenda usende kula Makunduchi. Nijibu niache wewe. Hii safari au sio safari? Safari. Sababu huwezi kwenda Makunduchi bila kujiandaa. Kwa katika ada ya watu ni safari. Umekata masafa na inaitwa safari. Lakini khilafu zinabakia pale za wanachuoni. Kauli rajih, safari nazingatiwa katika desturi ya watu. Kwa maana kwa kilomita ngapi, hii ni kauli ya wanachuoni, hii ni kauli yenye nguvu iliyozingatiwa. Safari ni safari. Kadhalika walam yakun ma'siyah, isiwe safari ya ma'siyah, pia khilafu baina ahli al-ilm. Akaita nukta tatu kuhusu safari. Fa in kana as-sawm yadhurru bis-sa'im, ikiwa funga inamdhuru mfungaji, fi badani, katika kiwiliwili, wa nahwi, wajaba alayhi al-fitr, itawajibika huyo asifunge ikiwa funga hiyo akifunga kwa safari aliyonayo. Atapata madhara kwa kufunga kwake kwa safari aliyonayo, huyo lazima ale. Nafahamu safari aliyonayo lazima apate madhara, au kaanza kufunga katikati ya safari jana anapata madhara, huyu wajaba alayhi alfitr, lazima afungue, ni wajibu. Asipofungua mpaka akafa ameidhulumu nafsi yake. Wala tulqu biaydikum ila at-tahluka, amejidhulumu nafsi yake. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له عام الفتح، وسبب متوم صلى الله عليه وسلم aliambiwa katika mwaka wa fathu Makkah, inna ba'd an-nas qad sama, hakika baadhi ya watu wamefunga. Faqala, kasema, ulaika al-usatu, hao ni wenye kuasi. Ulaika al-usatu, hao ni wenye kuasi. Aliyasema haya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam mara mbili, kwamba waliofunga leo wameasi. Kuna wachuoni walipoeleza hadithi hii kwamba Mtume sallallahu alikuwa kufunga fathu Makkah,
wakafunga. Funga yeye na kufunga watu wengine. Safari ilipokwenda fika sehemu fulani akaagiza glasi ya maji yeye Mtume sallallahu, kisha akainua juu ili kila mmoja aione. Sawa, kisha akanywa, lakini hakusema chochote. Ainua juu kuonyesha watu, kisha akanywa. Sasa safari ilipokwenda ndio yakaja mashtaka kwamba watu wengine wamefunga. Kuna watu wakafahamu kwamba kule kuashiria glasi juu ni amri yake ya kitendo, kwa wasema watu wafanye nini? Wafungue. Ameamrisha watu wote wafungue, yeye kafungua mwanzo. Sababu amri ya Mtume sallam ima inakuwa ni kauli au ni fi'li. Sahihi ulaika al-usat yakusudiwa kuasi ile amri yake, ile amri. Sababu ilikuwa ni mashaka ya safari kwa measi amri yake Mtume sallam, kuonesha kwamba ikiwa mtu anapata mashaka basi ale lazima kwake yeye. Waqala sallallahu alaihi wasallam la darar wala dirar, hakuna kudhuru wala kufanya jambo la kudhuriana. Kwa ikiwa funga yako wewe itakupelekea madhara basi fungua. Nukta ya pili, wa in kana as-sawmu la yadur bis-sa'im, ikiwa funga haimdhuru mfungaji walakin yashukku alayhi, lakini anapata taabu, haitomtia maradhi wala kumdhuru katika mwili wake, lakini tu kwa sababu ya safari anapata mashaka. Falfitru afdalu la, kufungua yeye ni bora, kila anaweza kaendelea na funga yake wala sio madhambi. Huyu wa mwanzo akiendelea anapata madhambi, huyu wa pili akiendelea hapati madhambi, lakini bora kwake yeye ni kufungua. Faqad kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, sema alikuwa Mtume sallam fi safari, katika safari, faraa zihama, akakuta kikundi cha watu wanasongamana. Wa rajulan, wakamkuta na mtu qad dhullila, amekewa kivuli, amefunikwa alayhi kama yuho yule mtu. Faqala tusallam, akasema ma hadha, hichi ni nini? Faqalu saimun, huyo amefunga, somo umeshamkaa. Faqala laysa min albirri, si katika wema, as-sawmu fi safar, kufunga hali ya kuwa upo safarini. Ukiona safarini na mashaka, kula, hilo ni bora. Bali waqala sallallahu alayhi wasallam, inna allaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu, hakika Allah tabaraka wa taala anapenda ziendewe ruhusa zake, kwa maana zichukuliwe ruhusa zake, katoa ruhusa, chukua. Kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu, kama vile ambavyo Allah anapenda kutekelezwa yale aliyowajibisha. Kuna mambo kayawajibisha, anapenda yatekelezwe. Kadhalika anapotoa ruhusa pia anapenda Allah ruhusa hizo zichukuliwe. Ukipewa ruhusa itumie ukiwa duniani. Ndio maana Ibn Abbas akasema, inna khayra hadhihi al-umma aktharuha an-nisaa. Mapenge huko, hii ruhusa imetumiwa na Allah, imetolewa, hakika mtu bora kwa umma huu mwenye wake wanne. Hii ni ruhusa umepewa, usizembee mpaka na mke mmoja turuhusa chini. Nukta ya tatu kwa mfungaji, wa in kana as-sawmu la yashukku alayhi, ikiwa funga haimtii mashaka, yuko sawa sawa tu basi, fa huwa mukhayyarun baina as-sawmi wal fitr, huyo amekhiarishwa, akiamua ataendelea kufunga, akiamua ataacha kufunga. Kwa nini? Lianna Hamza ibn Amri al-Aslami radiyallahu anhu qala lin-nabi sallallahu alayhi wasallam, aasumu fi safari, aliuliza huyu bwana, je, nifunge nikiwa safarini? Wa kana kathira as-siyam, na alikuwa huyu Hamza ibn Amri ni mwingi wa kufunga. Faqala Mtume sallam akamwambia, in shi'ta fasum wa in shi'ta fa'aftir, ukitaka funga, ukitaka wewe acha kufunga. Mama nimalize hapa tu, ili ninatamani tuache. Alhamil wal murdi',
pia ameruhusiwa kula mjamzito na mwenye kunyonyesha. Hawa wawili pia ruhusa yao kwa wao ipo. In khafata, ikiwa wanahofia kwa ujauzito walionao au ule kunyonyesha kwake, sharti la kuruhusiwa ikiwa wanahofia ala anfusihima, nafsi zao. Mjamzito anasema nikifunga siwezi, kizunguzungu kadha, huyo karuhusiwa. Kadhalika almurdi, mwenye kunyonyesha, ikiwa akinyonyesha anakosa nguvu, anahofia nafsi yake, pia anaruhusiwa kula. Au ala auladihima, au mjamzito anahofia kile kilichomo tumboni, asipokula yeye huwa kinampiga kweli kweli tumboni, anajua kwamba huyu tayari chakula hakijamfikia, kwa hiyo akamhofia yule mtoto kudhoofu ndani, ameruhusiwa kula kwa ajili ya mtoto wake. Au mwenye kunyonyesha akahofia kwamba asipokula atakuwa na uchache wa kile cha kumnyonyeshea mtoto wake, atakikana ale ili apate nguvu na kile ambacho kitamnyonyeshea mtoto wake. Hawa tuftirani, watakula, watakudhiani, na watakuja kuilipa baada ya kumaliza Ramadhani. Watakuja kulipa baada ya kumaliza Ramadhani. Sawa? Tena wanalipa tu, sababu kuna kauli inasema wanalipa ikiwa wanahofia mtoto wao, watalipa na kulisha maskini. Ile kauli ni kauli ambayo haina nguvu, imejeruhiwa na wanawachuoni. Ipo kauli inasema mjamzito akijihofia nafsi yake atalipa tu pasina kulisha maskini. Ikiwa anamhofia mtoto wake atalipa na kulisha maskini. Kauli yenye nguvu, wote wawili kwa hali yoyote ile atalipa tu pasina kulisha maskini. Kadhalika hakuna kauli inayosema mjamzito ambayo ina nguvu kama mjamzito akimaliza Ramadhani alishe maskini pasina kulipa. Hii kauli pia nayo haina nguvu, imejeruhiwa vile vile. Sababu kuna baadhi ya watu wanasema Ramadhani iliyopita alikuwa mjamzito, katikati hapa akanyonyesha, je, alishe maskini? Hapana, aifunge hii iliyokuwepo, ikimaliza hii ile ya nyuma atakuja kuilipa baada ya kumaliza Ramadhani. Hiyo ndio kauli yenye nguvu mbele ya wanawachuoni. Mtu wanne aliruhusiwa kula mchana wa Ramadhani, alkabiru fi sin, aliye na umri mkubwa, mtu mzima aliye na umri mkubwa. Alladhi faqada aqluhu, ama yule ambaye imepotea akili yake, mukharrif, imepotea akili yake, fala yajibu alayhi sawmun wala it'am. Yule ambaye mtu mzima akili imeondoka, huyu yeye hatumzungumzia hapa. Huyu yeye si wajibu hasa kufunga, yeye si wajibu kufunga. Tumzungumzia hapa illam yafqid aqlu, ikiwa haijapotea akili yake, ni mtu mzima lakini anaofahamu sawa sawa, lakini hawezi kufunga. Walakinahu yajizu, anashindwa yeye anisawm, kufunga. Fa innahu yuftiru, yeye atakula mchana, wa yut'imu, na talisha an kulli yawmin miskina, kila siku moja alisha maskini mmoja. Kuna watu wawili, watu wazima wawili tofauti. Kuna mtu mzima ambaye akili imepotea, huyu hafungi wala halishi maskini, wala si wajibu kufunga, huyu atakaa kama kawaida tu basi. Sawa, hukumu yake sasa wala mtoto mdogo au mwendawazimu. Mtu mzima na akili zake timamu, lakini kutokana na utu uzima wake hawezi kukaa na njaa, huyu yeye hatofunga, lakini atalisha maskini siku ile ambayo yeye amekuja. Tuko pamoja? Naam. Mtu anayefuatia, man khafa ala nafsihi alhalak, yule ambaye anayehofia nafsi yake kufa, kuangamia, si mgonjwa, si msafiri, si mtu mzima, kijana, lakini somo ilimpiga kweli kweli, jua lilikuwa kali, kiu imemkamata, ndio kwanza kiangalia saa 6, anasema sitogoi pasa kumwambia, subiri kapiga zege huko, saa 6 pale kosha kauka, hapa patika tena. Sawa, tunasema huyu tukimbakisha mpaka saa 8 tunazika saa 10, huyu ale liju'in au 'atashin shadid, sababu ya njaa au kiu kali.
20 nusu. Wakadha man ihtaja alfitra, vile ameruhusiwa kula yule anayehitajia kufungua, ni mzima hata lolote kahitajia kufungua, liinqadhi ma'sumin, ili kuokoa watu labda au mtu min hariqin, anateketea kwenye moto. Yani kuna mtu labda ameingia sehemu kwenye shimo kubwa ambalo ili uingie lazima uwe na nguvu kuna kumbeba yule ndani, au kuna moto ndani ya nyumba unawaka. Kile kwa mujibu wa hali yako ya funga huwezi kwenda kubeba watu ndani ya nyumba ile, lazima upate nguvu wewe mwenyewe kwanza. Nasema al-ilm kwa sababu ya kuiokoa nafsi ambayo maasum kufa kwake, basi wewe kula kisha ingie kwa watu. Sawa. Amsema imeruhusiwa katika sheria. Nahwihi aftara, atafungua wa alayhi alqada faqat, lakini atakuja kuilipa ile siku ambayo. Kwa hiyo amefungua kwa ajili ya kuwasaidia wengine katika msaada ambao hawezi kutekeleza mpaka apate kubwa. Ndio maana ile hadithi iliyokuja, ma min 'abdin yasum yawman fi sabilillah ba'ada Allahu wajhahu 70 kharifan min an-nar. Unasema ahlul ilmi fi sabilillah, atakayefunga katika jihadi, na maana ya pili atakayefunga kwa ikhlas. Katika jihadi yafaa kufunga, lakini ikiwa ufunga kwako kutapelekea udhaifu wa jeshi, haifai kufunga. Wewe kula ili upate quwwatul badan wa nashat, ili jihadi ipate iende mbele, kwa sababu jihadi ndio nafasi yake ile, lakini funga inaweza kuja kulipwa baadaye. Sasa makafiri washaingia uwanjani, huwezi kumwambia sisi tumefunga, subirini baadaye kidogo tupate kufungua. Hapana. Sawa? Naam, jazakumullahu khair. Na nukta ya mwisho, alhaidhu wan nufasa, mwenye hedhi na mwenye nifasi sio tu halali kwa wao kufungua, bali haramu pia kufunga. Haramu kwa wao kufunga, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum, hakuwa mwanamke huyu anapopata hedhi hasali wala hafungi. Kwenye ile hadithi, ma raaitu min naqisati aqlin wa dinin lubbi rajul hazim, mwisho akasema alaysa idha hadat, je hakuwa mwanamke anapopata hedhi lam tusalli hasali wala tasum wala hafungi. Kwa mwenye hedhi hasali wala hafungi, ila sala hatoilipa, lakini funga atakuja kuilipa, mwenye hedhi na mwenye nifasi. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.